Wakala wa nishati vijijini unahamasisha wananchi kote nchini kutumia nishati safi ya kupikia ikiwemo mkaa mbadala ambao umeelezwa kuwa na gharama nafuu na salama kwa afya ya mtumiaji na mazingira. Mkurugenzi wa teknolojia za nishati jadidifu na mbadala, Mhandisi Advela Mwijage kutoka REA, ametoa wito huo Mei 31, 2025 alipotembelea na kukagua uzalishaji wa mkaa mbadala unaotokana na mabaki ya mkaa ya mawe katika kiwanda cha Rafiki kinachomilikiwa na shirika la madini la taifa STAMICO kilichopo wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani. Alisema REA inatekeleza mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia na miongoni mwa majukumu iliyopewa ni kuhamasisha na kuwezesha uzalishaji, usambazaji wa bidhaa za nishati safi ya kupikia ili kila mwananchi afikiwe na amudu gharama zake. Alisema ametembelea kiwanda hicho ili kushuhudia hali ya uendeshaji wake, kujionea uzalishaji wa mkaa mbadala ili kuwaondolea baadhi ya wananchi dhana iliyojengeka miongoni mwao ya kwamba mkaa huo si salama, na pia kuona namna ambavyo serikali kupitia REA itaendelea kuwezesha uzalishaji wa mkaa huo. Alishauri STAMICO kushirikiana na vyombo vya habari na makundi mbalimbali katika jamii katika kutoa elimu ya matumizi sahihi ya mkaa huo ili kuondoa dhana hiyo mbaya miongoni mwa jamii. Akizungumzia malengo na hali ya uzalishaji, kaimu mkurugenzi wa STAMICO Deus Dedith Magala alisema kiwanda hicho kina uwezo wa kuzalisha kiasi cha tani 20 kwa saa, na kwamba mbali na kiwanda hicho cha Kisarawe, STAMICO inamiliki viwanda vingine viwili, kimoja kikiwa Dar es Salaam eneo la Tildo na kingine Kiwira kulipo na malighafi hiyo ya makaa ya mawe. Alisema viwanda viwili viko mbioni kukamilika, kimoja kinajengwa mkoani Dodoma na kingine kinajengwa mkoani Tabora kwa lengo la kupunguza ukataji ovyo wa miti unaofanywa na wakulima wa tumbaku mkoani humo wakati wa kukausha zao hilo. Naye mhandisi mwendeshaji wa kiwanda hicho Goodluck Mhagama alisema mkaa huo ni rahisi ikilinganishwa na mkaa wa miti, kwani kila mmoja inaweza kutumika kupikia kwa zaidi ya saa 4 bila kupunguza ukali wake. Alisema uandaaji wa mkaa huo umezingatia vigezo vyote muhimu na kwamba mkaa huo ni salama na hauna madhara yoyote kwa mtumiaji ama kwa mazingira, na kwamba umethibitishwa na shirika la viwango Tanzania TBS. Hii ni News Update Media. Tulipewa maelekezo maalum ya kuhakikisha kwamba tunahamasisha matumizi ya nishati safi, lakini pia tunawezesha wananchi kutumia nishati hiyo mpaka itakapofika 2034 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi. Sasa katika matumizi ya nishati safi huwezi kuchagua aina moja ya nishati. Sisi kama Watanzania tumezoea sana kutumia kuni na mkaa. Wote hatuwezi kutumia gesi leo, hatuwezi kutumia biogas leo au natural gas leo au umeme leo. Katika hilo tumeona kwamba kuna uzalishaji wa mkaa ambao unatokana na makaa ya mawe. Na uzalishaji huu unasimamiwa na shirika letu la STAMICO. Kwa hiyo tunahitaji sisi kama REA kuhakikisha kwamba uzalishaji na usambazaji katika mkaa unaotokana na makaa ya mawe unaongezeka kwa kasi. Watanzania wapikie huu mkaa wakiwa wajivunie wakifua mbele. Mkaa huu ni salama kabisa. Kwa maana ya kwamba tafiti zimefanyika, vipimo vinaonyesha na TBS walifika hapa mpaka wametoa na cheti, ni mkaa ambao ni salama. Hauathiri afya ya Mtanzania yeyote. Mkaa huu unaunga juhudi za serikali za kuwa na nishati safi ya kupikia majumbani, lakini kuepuka ukataji wa miti na kuweza kutunza mazingira yetu. Kwa hiyo kiwanda hiki tayari kiko kwenye uzalishaji na tunao wateja, tunao mashule, lakini mteja wetu mkubwa akiwa ni magereza. Tunaendelea kutafuta wateja wengine na kuwahimiza Watanzania watumie hii nishati ambayo ni safi kwa matumizi, ni safi kwa bei, lakini pia ni safi katika utumiaji. Mtanzania wa kawaida na mwenye maisha ya kawaida anaweza kupata mkaa wetu kupitia kwa mawakala wetu, na bei yetu kwa kilo moja ni shilingi 1000. Na mkaa huo utapikia maharage, utapikia nyama, utapikia ugali na bado utabaki. Wito wangu kwa Watanzania watumie nishati safi ambayo ni rafiki kwa mazingira, ni rafiki kwa bei na pia ni rafiki kwa matumizi. Makaa mawe yana sifa kubwa sana katika uwakaji kwa sababu yana high calorific value ukilinganisha na mkaa ambao unatokana na kuni za kawaida. Hivyo basi mtumiaji wa nishati hii kwa kilo moja ama 2 anaweza akazipikia
kwa muda wa masaa 3 mpaka 4 bila kubadilisha mkaa katika jiko lake. Hivyo basi ni nzuri kwa usalama wa mtumiaji, lakini pia ni nzuri kwa mazingira, lakini pia ni endelevu kwa matumizi ya kawaida ya nyumbani. Hauna haja ya kubadilisha mkaa mara nyingi.